Kocha wa wekundu wa Msimbazi Simba Steve Barker tangia amejiunga na kikosi hicho amekuwa ni kocha ambaye amekuwa na mwenendo mzuri, licha ya kwamba amekuwa na sare ambazo ndizo zinamfanya aweze kukimbia ubingwa wa ligi kuu ya NBC Premier League. Lakini hadi hivi sasa ni miongoni mwa makocha ambao hawajapoteza mchezo wowote kunako ligi kuu ya NBC Premier League, akiwa kama kocha mkuu kunako kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Tunakwenda kuangazia mwenendo wa Steve Barker ndani ya kikosi cha Simba tangia alipoichukua timu kutoka kwa coach Suleiman Matola ambaye alikuwa anakaimu nafasi hiyo ambayo iliachwa na Pantev Dimitar ambaye huyu ameshawahi kuwa kocha wa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia hatima ya ubingwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba, je, anaweza kuipeleka nchi ya ahadi mahali ambako Simba wamekaa zaidi ya miaka mitatu pasipo kutoa ubingwa huo wa ligi kuu ya NBC Premier League? Naitwa Leopold John, niko hapa na mchambuzi kinara Shabel Daniel, tunaenda kukupitisha juu ya mwalimu wa Simba kwa maana ya Steve Bakari na kikosi chake cha wekundu wa Msimbazi Simba. Shabel, tukianzia hapo, Steve Barker amekuwa ni mwalimu ambaye licha ya kwamba sare zimekuwa ni sehemu ya kile ambacho kinamfanya ukimbia ubingwa, lakini amekuwa na mwenendo mzuri katika kuibuka na matokeo ya ushindi na kuwin zile big match ambazo Simba zilikuwa zinampatia ugumu. Kuanzia hapo ni kocha ambaye anaweza kaifikisha Simba nchi ya ahadi kwenye hichi ambacho kinaonekana kwa upande wake kwa maana takwimu. Yes, nadhani bahati kwake ni kwamba amebahatika kufanya kazi na wachezaji wazuri tofauti na makocha wengine ambao kwa miaka minne ambayo Simba wamekosa ubingwa wamefanya nao kazi ya wachezaji. Itazama kikosi alichonacho sasa hivi, sawa, inawezekana asilimia kubwa pia amekiunda mwenyewe, hasa maboresho ambayo ameyafanya kwenye dirisha dogo kuleta quality players kama kina Ismail Tule, beki yule Anise Ura na wengineo, wameongeza chachu ya ubora na ushindani katika kikosi cha kwanza cha Simba. Nadhani ni mwalimu pia ambaye ameonyesha matumaini kwa sababu ya kukataa unyonge wa kupoteza sasa kwenye hizi mechi kubwa. Pia kwa mfano mechi ya Simba na Yanga, Simba before walikuwa wamepoteza mechi 6 I think mfululizo za dabi kwenye mashindano yote, lakini amekuja ameweka ukomo, ameipa timu kombe. Kwa hiyo ana huo mwanga wa kujaribu kuifanya club yote kwamba pengine wakidumu naye wakaendelea kumsupport, kumuongezea mahitaji ambayo anayataka kuanzia wachezaji, lakini pia investment ikiendelea kuwa kubwa kwenye idara tofauti. Ni mwalimu ambaye anaweza akawapa kitu, kwa sababu ameshafanya hivyo akiwa na Stellenbosch ya Afrika Kusini. Ameachieve vitu vikubwa kwa uwekezaji ambao alifanya ile timu, na angalia uwekezaji ambao ulifanywa na timu nyingine kubwa zaidi ya Stellenbosch, nafasi ambazo Stellenbosch ilikuwa inashika kwa level ya uwekezaji wao. Hii inakuonyesha kwamba Steve Barker ni mwalimu ambaye ukiwa naye kwenye kikosi chako unaweza overachieve kwa maana kwamba ukafanikiwa zaidi ya yale matarajio ambayo labda mlikuwa nyie kama club viongozi mmejiwekea. Sawa, tuje tuangazie kwa kile ambacho yuko nacho Steve Barker. Ni wachezaji ambao ndio amekuwa wanamsaidia pakubwa, ama pia kimbinu amekuwa ni mwalimu ambaye anaisaidia Simba katika upande wa technical issues? Ni vyote, kwa sababu hakuna kocha mzuri ambaye atashinda bila kuwa na wachezaji wazuri. Yani hakuna hilo duniani. Kocha mzuri, yani wanasemaga wazungu kwamba a good coach is as good as his players. Yani kocha mzuri ni mzuri kama alivyo wachezaji wake wenyewe wazuri ndani ya kiwanja. Yani there's no way utashinda makombe makubwa ukiwa na wachezaji wa kawaida. Yani hakuna hiyo miujiza. Yani kila mwalimu mzuri anahitaji pia wachezaji wazuri. Kwa sababu wachezaji wazuri ndo wanaoenda wapo kiwanjani wanapambana kwa ajili ya mafanikio yake. Kwa hiyo wakishinda ina maana wanashinda kwa jina lake, na kocha mwenyewe mafanikio yake yanatokana na wachezaji wake ndani ya kiwanja. Kwa hiyo jambo la kwanza, ana wachezaji wazuri. I don't think kwamba Steve Barker angekuwa na Joshua Mutale kama angepata mafanikio ambayo ameyapata mpaka sasa hivi. Sifikiri hilo, yani na uhakika 200%, yani asingefika nusu ya mafanikio, na pengine angekuwa ameshafukuzwa kama angerithi kikosi kile ambacho alikuwa nacho Fadlu mwanzoni mwa msimu. Yani asinge achieve chochote katika mazingira ambayo
hapa katikati kuna fomu ya wachezaji wazuri ambao walimaliza ligi msimu uliopita, waliingia nao msimu huu kwa kutetereka. Yani imagine labda unacheza ligi una Ahoua ambaye hayupo, labda una Mpanzu ambaye alipitia nyakati ngumu hapa katikati, alafu sasa katika benchi ndio unamtegemea Chasambi, unamtegemea Joshua Mutale. Angetoboa Steve Desemu kwa angetoboa nothing, ingekuwa ni ngumu. Kwa hiyo ndo anazungumza kwamba wachezaji wazuri pia wameifanya kazi yake pia kuwa rahisi, lakini mbinu pia nazo ni kama vile zimeplay party, kwa sababu Simba kidogo ametransform Simba kiuchezaji kidogo, kwa sababu ni mwalimu ambaye anausudu soka lile la kisasa, na kikosi cha Simba kilivyo, makeup ya kikosi chao kina wachezaji wengi ambao ni more technical, sio wavunja kuni wengi. Ndio maana ni timu ambayo inaongoza kwa umiliki wa mpira kwenye ligi ya Tanzania, ndio timu ambayo inaongoza kwa kupiga pasi nyingi kwenye ligi ya Tanzania. Hii inakuonyesha technical level ya kikosi chao namna ambavyo ilivyo. Maboresho tu machache ambayo yamesalia kuifanya iwe ni complete team kuelekea msimu ujao. Ndio hapa tunarudi sasa kwenye issue za recruitment na support kutoka kwa viongozi pamoja na rais wa club, kuona namna gani vipi wataiboresha timu yao kuelekea msimu ujao, ili tuanze tumjaji sasa full Steven Barker kwamba una kila kitu, una mshambuliaji ambaye ulikuwa unamtaka. Hauna tena Selemani Mwalimu ambaye licha kwamba anafunga watu wanalalamika. Yani una mshambuliaji ambaye unamtaka, una aina ya viungo ambao wanacheza falsafa yako ya mpira, una goalkeeper ambaye anacheza vile ambavyo unataka, then kinachobakia ni kudeliver mataji ambayo wameyakosa kwa miaka 4 iliyopita. Sawa. Steve Barker tutegemee msimu huu anaweza akawa ni kocha ambaye akarejesha ubingwa uliopotea kwa misimu 4 wa ligi kuu ya NBC Premier League kunako wekundu wa Msimbazi Simba, kwa hicho ambacho kinaendelea, ule ushindani yeye na kinara wa ligi kuu hadi hivi sasa Young Africans. Nadhani kwenye ligi kuu binafsi na matumaini sana na yeye kwa sababu wame drop point nyingi hapa katikati. Hata Yanga alipo drop walishinda ku capitalize kuweka gap likawa dogo zaidi ama kukaa juu wao, lakini nadhani sema hapo wanaweza kufanya vizuri msimu huu ni kwenye mechi za vikombe, labda FA, kwenye kombe la CRDB Cup lile wanaweza kaenda far na kulichukua, kwa sababu wanaonekana na timu nzuri kwenye cup games. Kwenye ligi huko hapana, gap la point 5 kwa ligi yetu, mazingira yalivyo na yule ambaye anaongoza na wapinzani ambao wamesalia nao, siamini kama wanaweza kawatoa pale juu. Lakini kwenye mechi za vikombe naamini at least wakimaliza labda msimu huu wakiwa na ubingwa wa kombe la FA, nadhani utakuwa ni msimu bora pia kwao. Sasa hivi kocha wa mwisho kuipatia Simba ubingwa wa ligi kuu alikuwa ni Didier Gomes da Rosa. Alikuwa ni da Rosa. Alikuwa ni da Rosa. Sasa hayo ni kumuhusu kocha wa Simba kwa maana ya Steve Barker ambaye amekuwa na mwenendo mzuri akiwa na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba tangu ambako alipolithi mikoba ya kocha Dimitri Pantev ambaye alinoa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kwa miezi kadhaa kabla ya kuachia ngazi na Steve Barker kuweza kuingia. Amekuwa na mwenendo bora licha ya kwamba kutoa sare 6 hadi hivi sasa kwenye ligi kuu ya NBC Premier League. Naitwa Leopard John, niko hapa na Sabel Daniel, hadi wakati mwingine, ciao.